Habari za asubuhi, habari za muda huu wana Simba. Poleni sana kwa wale wana Simba ambao mioyo yao imegazibika na kuumia, kwa sababu nimeona simu nyingi sana nimepigiwa kutoka taarifa ilivyotoka saa 11 alfajiri. Kila mmoja ananipigia simu na kuuliza nini kimetokea huko Msimbazi, imekuaje, mwalimu anaonekana katambulishwa Jangwani. Mimi niwaambie tu, tuwe wapole, tuwe watulivu. Kiukweli kabisa, kuna sintofahamu ipo, lakini wenye mamlaka kutujibu watatujibu. Kiukweli imetuuma watu wengi. Mimi siumii mwalimu kutambulishwa kule nyuma kwenye mwiko. Kinachoniuma, kwa nini viongozi wetu wa Simba Sports Club wametuaminisha kwamba mwalimu ni mali ya Simba kwa mara nyingine, kwa mkopo wa mwaka mmoja mwingine, na yuko kwenye pipa anarejea kuja kuungana na kikosi. Lakini leo taarifa inatoka alfajiri, mwalimu amejiunga na klabu ya nyuma kwenye mwiko, ama maarufu gongo wazi au wazee wa maandamano. Hii ndio imezua taharuki kubwa sana, kwa sababu sisi tushaanzisha jambo letu kupitia tajiri wetu Jerut Investment. Ameamua watu wanunue jezi pisi 100,000 na zimewekwa lipa namba pale. Unalipa kutoka kokote ulipo kwenye taifa lolote, unalipa. Na usio kwa simu kubwa, hata ukiwa na kiswaswadu pia unalipa, na inakuletea pale mlolongo kama kawaida. Umeona bwana? Kwa hiyo baada ya kuanzisha lile jambo, leo asubuhi tunaona watu inatoka taarifa ili kuja kuzizimisha sasa lile jambo la kulipa pesa kwa ajili ya mchezaji jezi namba 6. Kiukweli nimezua taharuki kubwa, na linaweza likapunguza kasi kwenye ununuzi wa hiyo jezi, kwa sababu inaonekana sasa viongozi wetu kama hamko serious, kama hamko makini, kwa sababu mmetuaminisha kwamba mchezaji yuko njiani anarejea na anajiunga na Simba Sports, lakini kwa bahati mbaya anaonekana ametambulishwa na upande wa pili. Hiki kidogo imeleta majonzi sana kwa wana Simba. Hakuna mtu ambaye anaumia mwalimu kwenda kwenye gongo wazi au nyuma kwenye mwiko. Mwalimu ni mchezaji wa kawaida, sio mchezaji wa daraja hilo la kusema kwamba mimi binafsi nitaumia mwalimu kwenda nyuma kwenye mwiko. Hapana. Angeenda Libase, Anse Oula, Elimpanzu, mimi ningeumia. Sawa, lakini sio kwa kwenda mwalimu kule nyuma kwenye mwiko. Kinachowaumiza wana Simba, kwa nini mlitoa taarifa kwenye Simba Day kwenye utambulisho, alafu mchezaji anaonekana leo alfajiri anatambulishwa nyuma kwenye mwiko? Hicho ndio kitu ambacho kimezua taharuki, na ndio kitu kinachowaumiza moyo watu wengi. Ilikuwaje? Kama mnajua mipango kule haijakamilika, kwa nini mtuaminishe? Kwa hiyo viongozi, mna haki ya kutujibu kwenye hilo. Mna haki ya kuwajibu wana Simba wote kokote walipo. Msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu, na msema uongo ni kipenzi cha shetani. Mimi nimesimama kusema ukweli, na nitaendelea kusema ukweli mpaka nitaondoka kaburini. Huo ndio ukweli unatakiwa kufanywa. Sisi tunapokea simu nyingi huku. Tunaomba viongozi wetu kwa haraka muwajibu wana Simba vizuri tu, ili waweze kuwaelewa, kwa sababu haijawahi kutokea tena tukamtambulisha mchezaji alafu akacheza timu nyingine toka timu imeanzishwa. Hiyo haijawahi kutokea. Mimi mpaka nafika umri huu sijawahi kusikia hicho kitu. Labda hao wakongwe kuliko sisi inawezekana, lakini kwa kipindi chetu mimi nafuatilia mpira, sijawahi kusikia Simba mtambulishe mchezaji afu baadaye acheze nyuma kwenye mwiko. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Wao ndio wana uwezo kumtambulisha mchezaji akawa mali yetu, lakini sio sisi tumtambulishe mchezaji akawa mali yao. Hiyo haijawahi kutokea. Alafu kwenye siku kubwa ya tamasha letu, big screen inaonyesha pale mwalimu anaongea na kijamanisha yeye anarudi Simba, yeye ni Simba, na akimalizia Simba nguvu moja. Sasa kuna nguvu moja hapa, si nguvu 11 hiyo. Kwa hiyo viongozi, mna haki ya kutujibu na haki ya kuwajibu wana Simba wote, ili kuendeleza na jambo letu linaloendelea la kuchangia mchezaji jezi namba 6 ambaye muda wowote na wakati wowote anatambulishwa ndani ya klabu ya Simba. Mwalimu kafunga goli 9 tu. Sawa, ndio top scorer wa klabu ya Simba. Lakini 90% mwalimu alikuwa anamtumia Elimpanzu kama force namba 9, wakati namba 9 tunayo. Kwa hiyo mimi kwangu sio shida zangu. Kwa shida viongozi, mtujibu kwa nini mmetoa taarifa na kuwaaminisha wana Simba mwalimu anarudi Simba, afu mwalimu anaonekana anatambulishwa upande wa pili. Hiyo ndio sehemu ambayo nataka mwajibu wana Simba, sio sehemu nyingine. Kwa hiyo na mimi waombe wana Simba tusihangaike na hivyo vitu. Tuendelee kununua jezi, tuendelee kugombania jezi. Mimi peke yangu nishanunua jezi 5. Na hizo jezi 5 zote nitaenda kuzigawa. Nitatoa sadaka 5. Umeona bwana? Kwa hiyo na wewe mwana Simba kokote ulipo, changia mchezaji. Sababu tulisema wenyewe kwamba haiwezekani iuzwe jezi, tutachangia. Tayari jezi pisi 100,000 ziko hadharani, tuchangie. Sababu jana kasi ilikuwa kubwa sana. Naamini hichi kilichotokea saa hizi asubuhi tuachane nacho. Sawa, tia pamba masikio yako. Si umeelewa? Piga kitambaa kwenye macho yako, usisikilize kitu chochote. Hakikisha lipa namba ipo, changia, hakikisha tunampata mchezaji wetu jezi namba 6. Hicho ndio kitu kwa mwana Simba cha kufocus nacho sasa hivi. Hizo mambo mengine watatujibu viongozi wetu. Huyo ni mchezaji wa kawaida sana, haniumizi kichwa. Huko ndo anaenda kumaliza shughuli yake, baada hapo ataenda kulima maboga nyumbani kwao. Hapo ndo shughuli yake imeisha. Hiyo sawa sawa na mashine ya miwa. Ukienda hapo utakamuliwa, baada hapo utabaki makapi, utaenda kwenye dasmini, utaenda jalalani. Hauna kazi tena. Chama tu wameshindwa kumtumia. Wataweza kumtumia mwalimu? Chama Kratos wameshindwa kumtumia, analala kwenye benchi. Wataweza kumtumia mwalimu? Kama Simba tulikuwa tunamweka benchi, wao wataweza kumtumia?
Kwa hiyo mimi naamini swala la mwalimu kwenda huko hakuna aloumia. Sema Simba wameumia kwa nini? Mmetoa taarifa kuwaaminisha wana Simba atacheza Simba afa anatambulishwa gongo wazi au nyuma kwenye mwiko. Ndio mmesababisha sisi tunapigiwa simu muda wote. Mimi sipo karibu na Simba huko. Mimi nipo mwanachama huku, ni mdau kweli wao mashabiki, lakini siwezi kuipata hiyo taarifa ya ndani nini kimetokea. Kwa hiyo viongozi mnapaswa kutujibu kwenye hilo ili watu wajue. Waondokane na hii kuumiza nafsi mpaka sasa hivi. Lakini mimi wana Simba naendelee kuambia tuendelee kulipa, tuendelee kugombania jezi. Hizi pisi 100,000 zitakuwa ziishi haraka. Huyo namba 6 atambulishwa. Kama tungemaliza hata leo tungefikisha hata nusu ya hizi jezi. Maana kesho angecheza kule Zanzibar. Kwa kama tunaweza leo tukagombania, kesho anacheza huyo jezi namba 6. Anatambulishwa na anacheza kesho kwenye ngao ya jamii. Tugombanie jezi. Tuachane na habari ya Selemani Mwalimu.